Somo letu tulilianza muda kidogo kama Sabato 2 zilizopita, na somo letu linazungumzia ibada sahihi. Unajua watu wanamwabudu Mungu, si ndio? Kila mahali watu wanamwabudu Mungu. Waislamu wanamwabudu Mungu, Wakatoliki wanamwabudu Mungu, wa KKT wanamwabudu Mungu, warokole wanamwabudu Mungu. Yaani dunia imejaa ibada. Lakini katika kitabu cha Marko sura ya 7 mstari wa 7, msomaji. Marko 7:7. Anasema ndio. Anasema nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Ninyi mwiacha amri ya Mungu na kuyashika mapokeo ya wanadamu. Asante. Kwa hiyo japokuwa watu wanaabudu, lakini maandiko yanatutahadharisha kwamba unaweza ukawa unaabudu bure, na kitakachokufanya uabudu bure ni kwa sababu unaabudu sawasawa na maagizo ya nani? Ya mwanadamu. Na unaweza ukawa unaabudu bure bila wewe kujua, na unaweza ukawa na juhudi katika ibada, kumbe ibada yako ni nini? Bure. Sasa kama watu ambao tumeamua kufanya matengenezo, kurejea katika ukweli wa awali, ukweli wa mitume, tumekubali kujisahihisha. Tumekubali kufanya nini? Kujisahihisha. Yaani hatuchukui tu desturi kwamba kwa vile walitufundisha hivi. Wengi hapa tumefundishwa na watu tofauti. Kuna watu mmefundishwa na maustazi huko, kuna watu mmefundishwa na mapadri. Mwenyewe niliwahi kufundishwa na mapadri na makatekista. Yaani tumepita katika mikono ya watu wengi. Tumefundishwa na wachungaji wengine wa kirokole, tumefundishwa na wachungaji wa Sabato, tumefundishwa na watu wengi sana, kiasi kwamba hata tukisema tunatengeneza ibada sawasawa na yale tuliyofundishwa, tunaweza tukawa tumechanganyikiwa. Kwa hiyo tumekubali kujisahihisha ili tumsimamishie Mungu nini? Ibada sahihi. Na tulianza kwa kusema kwamba ibada inaweza ikawa na makosa makuu mangapi? Matatu. Kosa la kwanza ni kuabudu kisichoabudiwa. Kosa la pili ni kuabudu kinyume na taratibu. Lakini kosa la tatu ikawa ni kuchanganya ibada. Tukaona kwamba kuabudu kisichoabudiwa, hapo kidogo tumeshavuka. Tumemtambua Mungu wa pekee na wa kweli, na Bwana wetu Yesu nani? Kristo. Tunajua kabisa anayestahili kuabudiwa ni Yahweh, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu wa pekee na wa kweli. Mungu mwenye nafsi moja ambazo sio nafsi ngapi? Tatu. Hapo tumefaulu. Na sawasawa na maandiko yanavyoeleza. Kipengele cha pili, kuabudu kinyume na taratibu. Sasa hapa panaweza pakawa bado tunatakiwa kufanywa nini? Matengenezo. Tunaweza tukawa tumeweka taratibu za kuabudu, lakini je, tunazipeleleza ziko sawasawa na agizo la Kristo? Lakini kwenye kuchanganya ibada tunaweza tukawa tunaangalia, je, tunavyomwabudu Yahweh, je, katika process ya kumwabudu hatuchanganyi na ibada za miungu wengine? Na tukaona kuna ibada mbili. Kuna ibada halisi sawasawa na Yohana 4:23, na kuna ibada ya kutunga. Ibada ya kutunga sawasawa na Wakolosai 2:23. Kwa tukaona ili tuwe salama tunatakiwa kuepuka ibada ya kufanya nini? Ya kutunga. Na tukaona ibada halisi ina vipengele vikuu viwili: kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Sabato iliyopita tuliangalia kumwabudu Mungu katika roho. Nikawadokezea kwamba unapoamua kufanya ibada katika roho yako, mwambie Mungu, nijalie kuwa na roho wako, niongoze sawasawa na roho yako, mimi na roho yako ndani yangu, ili ibada yangu iwe sawasawa na unavyofanya nini? Unavyotaka. Nikasema kwamba Kristo alitoa ahadi na hajawahi kusema uongo. Alisema nitamuomba Baba naye atawapa nini? Msaidizi. Ndiye roho wa kweli. Na Kristo kwa sababu hajawahi kusema uongo, hiyo ahadi tunatakiwa tumdai kwamba mwana wa Mungu, ulisema utatupa roho wako. Mbona mimi kama najiona ni mkavu? Mbona naona kama sina roho? Nimekuamini kwamba wewe ni mwana wa Mungu na nimekiri mbele ya mashahidi wengi. Iko wapi roho yako uliyoahidi? Na kwa sababu yeye anashika maagano, ndiyo sifa yake, ashikaye maagano,
hilo agano na hiyo ahadi ataitimiliza kwako. Amen. Na utaweza kumwabudu Mungu katika roho na nini? Na kweli. Na kweli. Sasa leo tuangalie ibada katika kweli. Ibada katika nini? Kweli. Ibada katika kweli, tunaanza na kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 33. Pointi ya kwanza, ibada katika kweli inajenga msingi kwamba Mungu mwenyewe ni kweli. Mungu ni nini? Ni kweli. Msomaji? Nipo. Yohana 3 mstari wa 33, twende. Yeye aliyekubali ushuhuda wake, ametia muhuri ya kwamba Mungu ni kweli. Mungu ni nini? Ni kweli. Ndio. Sasa nani anasema? Kwa kuwa yeye aliyetumwa na Mungu huyanena maneno ya Mungu, kwa sababu hamtui Roho kwa kipimo. Ndio. Baba ampenda mwana, naye amempa vyote mikononi mwake. Asante. Mungu ni nini? Ni kweli. Mungu ni kweli. Hesabu sura 23 mstari wa 19. Unapomwabudu Mungu utambue kwamba Mungu ni kweli. Yaani huwezi kumchanganya na uongo. God is only truth. Yaani Mungu ni ukweli mtupu, yaani hana uongo wowote. Kama uliwahi kusoma hesabu za implication. Jonas, umesoma hiyo? Implied mathematics, implied kwamba truth cannot imply truth na imply truth. Umesoma? Hujasoma EDM? Au hujasoma advance? Sawa. Kwa mtu ambaye amesoma hiyo, umesoma Beo? Implication. Logic. Truth ina imply truth. Force haziwezi kuimply nini? Truth. Si ndio? Yaani uongo, huwezi kuweka uongo na ukweli alafu ukakuletea ukweli. Ukiweka uongo na ukweli unakuwa ni nini? Uongo. Ukweli na ukweli ni ukweli. Sawa sawa? Kwa Mungu ni ukweli. God is truth. Hesabu 23:19. Hesabu 23:19. Anasema hivi. Mungu si mtu aseme uongo, wala si mwanadamu ajute. Iwapo amesema atalitenda, iwapo amesema hata lifilikiza. Pointi kubwa ni kwamba Mungu sio nini? Sio mtu. Na Biblia inaposema Mungu si mtu, inazungumzia katika context ya kwamba mwanadamu anasema nini? Uongo. Kwamba Mungu sio binadamu katika hali ya kusema uongo. Hawezi kusema uongo. Tito 1 mstari wa 2. Tito 1 mstari wa 2. Ndio. Katika tumaini la uzima wa milele ambao Mungu asiyeweza kusema uongo aliwaahidi tangu milele. Sasa nisikilize. Unapokwenda, Biblia nasema yeye amwendeaye lazima aamini kwamba yuko. Kwamba unapoenda kumwabudu Mungu, kwenye akili zako amini kwamba Mungu ni nini? Yupo. Ni mkweli na yupo na ni mkweli. Sasa mistake tunayoifanya huwa ni hii. Sawa sawa? Tunapokwenda kuabudu, mistake ambayo tunaifanya ni hii. Tunakwenda kuabudu mbele za Mungu, na tusema Mungu amesema ikumbuke siku ya Sabato itakase. Na wewe unakwenda kushika siku ya Sabato sasa. Mbona unaanza kujiuliza, hivi kweli Mungu anataka niende kanisani sasa hivi nisiende kazini? Hivi kweli? Unaanza kusema hivi kweli Mungu kweli hili jambo kweli anaweza kalifanya kweli hili jambo hili? Sina chakula kweli Mungu anaweza ngatoa zaka kweli Mungu akanipa chakula Mungu kweli inawezekana kweli? Hicho kinakujaje? Kinakuja kutokana na kwamba haumjui nani? Mungu. Yaani ile Mungu kukubali kwamba Mungu ni ukweli. Asema leteni zaka kamili, kiwemo chakula nyumbani kwangu. Mkanijaribu kwa namna hiyo, muone kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni nini? Baraka, hata kiwemo nini? Chakula cha kutosha. Yaani hivi kitu kile kinaingia akilini kwamba hivi kweli Mungu ndio anatoa hii. Nimepata 20,000 sasa, hii 2,000 natoa. 2,000 mtoto hii ningeweza kumpa. Kwenye akili yako kuna ile logic kwamba inawezekana Mungu anafanya nini? Anadanganya. Na hiyo ndio ilikuwa kwa Hawa kwamba inawezekana Mungu amesema tusile, ila inawezekana hakumaanisha. Inawezekana ni Mungu ni nini?
ni Mungu. Sasa mtu anayemwabudu Mungu lazima atambue kwamba Mungu ni nini? Kweli. Ni kweli. Yaani kila kipengele, kila ahadi, kila agizo, kila anachokisema ndivyo kilivyo. Anasema yeye daima udumu kuaminiwa, udumu kuwa wa kuaminiwa. Kwa hiyo unapotafuta kumwabudu Mungu, tunapotafuta kumwabudu Mungu katika roho na kweli, tutambue kwamba Mungu ni nini? Kweli. Na anachokisema kiko hivyo hivyo. Hata litangua neno lake alilofanya nini? Alilolisema. Yohana 17 mstari wa 17. Nasema watakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Neno lako ni kweli. Kwamba kile alichokisema Mungu ndivyo kilivyo. Yohana 16:13. Anasema hivi. Ndio. Lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza watie kwenye kweli yote. Kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote utakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Sasa unaona kwamba Biblia inaposema mwabudu Mungu katika roho na kweli, inakuja sasa kipengele cha kweli. Roho wa Mungu anakutia kwenye kweli yote ili ibada yako ikamilike. Na Biblia inasema Roho mwenyewe ndiye kweli. Waraka wa kwanza Yohana 5:7 anasema naye Roho ndiye ashuhudiaye, kwa sababu Roho ndiye kweli. Kwa sababu Roho ndiye kweli. Wakorintho wa kwanza 2:11 mpaka 16 anasema maana ni nani katika binadamu ajuaye mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna afahamuye ila Roho wa Mungu. Ndio. Lakini sisi hatupokei roho ya dunia, bali roho itokayo kwa Mungu. Sawa. Makusudi tupate kujua tuliyokirimiwa na Mungu. Ndio. 13. Nayo twayanena si kwa maneno yanayofundishwa kwa hekima ya kibinadamu, bali yanayofundishwa kwa Roho, tukiyafasiri mambo ya rohoni, kwa maneno ya rohoni. Soma 16. Umefika 16? 16. Soma 16. Anasema maana ni nani aliyefahamu nia ya Bwana? Nani aliyefahamu nia ya Bwana? Akuelimishe. Lakini sisi tunayo nia ya Kristo. Nasema iweni na nia hiyo hiyo iliyokuwemo ndani ya nani? Ndani ya Kristo Yesu, ambaye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, lakini hakuona kule kuwa sawa na Mungu ya kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. Sisi tunayo nia ya Kristo. Mtu anayeabudu lazima awe na nia ya Kristo, na hiyo nia unaipata kwa Roho wa Kristo ambaye anakuingiza sasa katika ukweli wote, kwa kuwa Roho ni kweli. Wafilipi 2:5 anasema iweni na nia hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwa pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu. Ndio. Naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya utumwa, akawa na mfano wa mwanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu. Asante. Point hapo nia. Ukisoma ukianzia 2 anakuambia kila mtu amhesabu mwenzake kuwa ni nini? Ni bora. Kila mtu asitafute mambo yake mwenyewe. Sasa mtu ambaye anaabudu lazima awe na nia ya Kristo. Ndio maana Yesu akasema mtu akija kwenye madhabahu amepishana na ndugu yake, aache ile sadaka madhabahuni, arudi apatane na ndugu yake, alafu akishamaliza ndo aje aendelee na nini? Na ibada. Sasa ukisoma Wafilipi 2 kuanzia mstari wa 2 utaelewa kwa nini ilikuwa na maana gani, kwamba kila mtu amhesabu mwenzake kuwa bora. Kila mtu asitafute mambo yake mwenyewe, bali ya mwingine. Usitafute faida yako mwenyewe. Fikiria kwamba umepishana na mtu. Umepishana na mtu, umegombana kweli kweli, yani hampatani, hamsalimiani. Alafu unakuja kuabudu. Impossible, haiwezekani. Hiyo ibada haiwezi kufanya nini? Haiwezi kupokelewa. Lazima ili ibada yako ikubalike mbele za Mungu, lazima uwe na nia ya Kristo.
ukae katika ukweli. Unajua kwamba Mungu alisema acha zaka yako hapa sadaka yako madhabahuni, urudi upatane na ndugu yako, kwamba alikuwa anamaanisha hicho kitu. Nasema hivyo mimi nitatoa hivyo, mimi nitaabudu hivyo. No, ibada haitafanya nini? Haitakubaliwa. Wakolosai 3:16. Wakolosai 3:16 anasema neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Neno la Kristo likae kwa wingi, yani fikra zako zifikirie sawasawa na neno la nani? La Kristo. Hapo ndipo utaweza kufanya ibada na ikakubalika mbele za Mungu. Sasa kweli ni nini? Tupo tunaangalia kweli. Unaona kweli, Mungu ni kweli. Tukaona Roho wa Mungu ndiye anatutia katika nini? Kweli. Lakini kweli ni kinyume cha uongo. Kweli ni kinyume cha uongo. Yohana sura ya 8 mstari wa 44. Yohana sura ya 8 mstari wa 44. Anasema 8:44. Ninyi ni baba yenu Ibilisi. Ninyi ni baba yenu Ibilisi. Na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Sawa. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo. Wala hakusimama katika kweli. Kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Ndani yake hamna hiyo kweli. Asemapo uongo. Husema yaliyo yake mwenyewe. Hauwezi kuabudu kama haujakaa katika ukweli. Na ukweli ni kinyume cha uongo. Yaani wakati mwingine usiishie tu kwenye kile kilichoandikwa tu. Yaani usiishie kwenye Biblia tu iliyoandikwa. Yaani fikiria mfumo mzima wa fikra zako, wa mawazo yako, wa matendo yako. Kipi ni cha kweli na kipi ni cha uongo? Na Roho wa Kristo atakufudia kwamba hichi nakifanya lakini huu ni uongo. Hata kama kwenye Biblia haujaandikwa lakini huu ni nini? Uongo. Hili fundisho nalishikilia. Lakini hili fundisho la nini? Uongo. Sasa Mungu hivyo hata kama unajua kanisa la Mungu haliwezi kukosa uongo. Ukishakuwepo uongo hamna ibada. Yaani ukishakuwepo uongo hamna nini? Ibada. Hamna ibada. Mtakuwa tu mnadanganyana. Ufunuo 14:5. Ufunuo 14:5. Unaijua hii inasema kabla ya malaika watatu wasema cheni Mungu na kumsujudia. Yanaanza maneno haya. Soma. Na katika vinywa vyao haukuonekana uongo. Haukuonekana nini? Uongo. Maana hawana mawaa. Hawana nini? Mawaa. Waabuduo nini? Halisi. Katika vinywa vyao haukuonekana uongo. Sasa kuna dhambi ambazo huwezi kuzifanya mpaka useme uongo. Na dhambi nyingi sana zinazofanyika ili uzifanikiwe vizuri uzifanye. Lazima useme nini? Uongo. Mfano wizi, ili uipe vizuri. Lazima kwanza ufanye nini? Useme uongo. Ili uzini. Yaani mtu mpaka umuingize kwenye 18 zako. Inabidi uanze kumdanganya, umeoa mwambie bana yule mke bana hata sina mpango naye. Yupo tu yupo. Wakati unajua kabisa wewe mke siwezi mwacha. Lakini ili mambo yakae lazima uanze na nini? Uongo. Na uongo. Sasa hauwezi kuabudu katika uongo. Katika vinywa vya waabudu halisi. Katika vinywa vyao haukuonekana nini? Uongo. Sio tu kwa maandiko, yani kwamba kile kilichoandikwa tu. Hata ambacho hakikuandikwa kilifanyika katika nini? Kweli. Kweli tu. Wakorintho wa pili 4:2. Wakorintho wa pili 4:2. Anasema lakini tumekataa mambo ya aibu. Tumekataa mambo ya aibu yaliyositirika. Wala hatuenendi kwa hila. Wala kulichanganya neno la Mungu na uongo. Na uongo. Sasa ibada iliyochanganyikana na uongo haiwezi kuwa ibada mbele za Mungu. Sema Mungu ni mmoja, Biblia inasema Mungu ni mmoja na nafsi yake litakalo ndilo alitendalo. Wewe unasema Mungu ni mmoja na nafsi tatu na unaabudu. Hauabudu. Unaabudu bure. Biblia inasema Yesu ni mwana wa Mungu, wewe unasema ni nafsi ya pili ya Mungu. Hauabudu. Unaabudu bure.
Biblia inasema leteni zaka kamili. Wewe unakadiria. Nasema hii 50,000 siwezi kupeleka yote. Umepata zako 500,000, sema Biblia na 50,000 hii nyingi. Wewe nipeleke 25,000. Hauabudu. Unaabudu bure. Kuna mtu anaitwa Samueli kwenye swala hili la ibada, aliambiwa nenda uwa kila mtu katika Amalek. Uwa kila mtu, sio kila mtu, hata ng'ombe, hata mbuzi. Sasa unaweza kujiuliza, hivi Mungu, ng'ombe wamemkosea nini? Mbuzi wamemkosea nini? Anachokipima pale, Mungu hana shida na ng'ombe wala mbuzi. Mbuzi wako, sio kwamba mbuzi wakula walikuwa wabaya au walikuwa wafai kwa chakula. Ila alikuwa anapima ukweli. Huyu mtu anaweza akaenda kwenye ukweli. Akafanya yote kweli, akapigana vita, akamkamata Agagi mfalme. Akaangalia kondoo hizi, akasema hizi kondoo bwana zinafaa kutolewa nini? Sadaka. Ni kweli zinafaa, sio kwamba zifai. Lakini ukweli unasemaje? Ukweli zinatakiwa zifanye nini? Ziangamizwe. Agagi, ukweli kweli, hivi kumhurumia binadamu mwenzako asife ni jambo baya? Jema. Lakini ukweli unasemaje? Auawe. Sasa ili tuweze kufanya ibada haifanyiwi kwa hisia. Inafanyika kwenye nini? Kweli. Lazima tuangalie kwamba yale tunayoyafanya hapa, procedure nzima, matendo yote, mikakati yote, taarifa zote, utaratibu wote, iwe kusimamisha sijui muda umeisha, kama ndugu yangu huyu anapenda sana hicho kipengele. Ndugu yangu Method anapenda sana anaweza kukaba hata tai akakushika muda umeisha shuka. Nakutania ndugu yangu, sio kwamba ni kweli unaweza kushika tai, lakini lazima tujiulize, huu ni ukweli? Sawa? Ndio. Procedure zote zinazofanyika hapa, are they truth? Ni ukweli au ni uongo? Nyimbo tunazopiga ni za kweli? Upigaji wetu wa nyimbo, hata tutanunua kinanda, upigaji wetu, je, umekaa katika ukweli au katika uongo? Kwa waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na nini? Na kweli. Kweli, Mungu ni ukweli. Hauwezi kuendea Mungu umechanganya na uongo, ibada yako ikakubaliwa. Haikubaliwi. Ukisoma Ellen White anaeleza kuhusiana na Kaini na Abel. Mungu amewafundisha Adamu baada ya kuasi. Ibada ya Adamu ya kwanza baada ya uasi ilikuwa ni ibada ya kafara. Akachinjwa nani? Kondoo. Akatengenezwa mavazi. Tena alimchinja mwenyewe. Akatengenezwa mavazi amfuniki. Na akamwelekeza kutengeneza madhabahu. Utaratibu wa kutengeneza madhabahu ukaanza wa kufanya ibada. Lakini Kaini alivyokaza, kwani Mungu anataka ng'ombe tu, anataka kondoo tu, inaweza ngatoa nini? Mazao. Ni kweli kabisa, yuko very loyal kutoa nini? Mazao. Na ni kweli ana mazao ndio anataka yatoe. Lakini je, ndicho kitu anachotaka Mungu? Kwa mtu anayeabudu, ili tuweze kuabudu lazima tuabudu Mungu katika roho na nini? Na kweli. Twende kwenye kipengele cha 3 tutakigusia. Naona muda wangu bado unaniruhusu. Sasa kipengele cha 3 hii katika kweli, sasa tunaanza kuangalia muabudu Mungu katika roho na nini? Na kweli. Katika kweli sasa, kweli inataka tuabudu katika mazingira gani? Namba 1, tunatakiwa tuabudu katika uzuri na utakatifu. Uzuri na utakatifu. Nyakati wa kwanza 16:29 isome. Nyakati wa kwanza ndio 16:29 anasema hivi, mpeni Bwana utukufu wa jina lake, leteni sadaka, mje mbele zake, mwabuduni Bwana kwa uzuri wa utukufu. 30 anasema hivi, inatosha. Zaburi 29:2. Zaburi 29:2. 29:2. Sawa. Anasema hivi,
Mpeni Bwana utukufu wa jina lake. Mwabuduni Bwana kwa uzuri wa utakatifu. Mwabuduni Bwana kwa uzuri na utakatifu. Kumwabudu Mungu katika roho na kweli, katika kweli inatutaka tunapomwabudu Mungu tumwabudu katika uzuri na nini? Na utukufu. Na utakatifu. Sasa utakatifu gani unaozungumzwa? Na ni uzuri gani unaozungumzwa? Kwanza, namba moja ni uzuri wa mavazi. Naanzia hapo. Lazima unapomwendea Mungu, unapokwenda mbele za Mungu, nenda umevaa mavazi mazuri, mavazi masafi. Yaani ikiwezekana the best wearing you can have. Yaani uvaaji mzuri ambao unaweza ukawa nao yaani wa kuonekana vizuri. Vaa huo alafu nenda mbele za Mungu. Usiende mbele za Mungu umevaa t-shirt ya Arsenal, sijui Manchester United. Unaenda mbele za Mungu. Mungu amekuja kuabudu. Kama bado elimu huna, Mungu ni mwingi wa rehema na atakuchukulia. Sawa sawa? Lakini ukishakuwa na elimu, ibada yako inaweza ikakataliwa kwa sababu tu ya mavazi. Nenda mbele za Mungu umevaa vizuri. Usivae tu. Yaani usivae tu nguo za kufanyia mazoezi, unavaa nguo za kufanyia mazoezi unaenda mbele za Mungu. Hiyo sio ibada. Unavaa nguo za kuendea klabu unaenda mbele za Mungu. Nguo za kukalia kijiweni unaenda mbele za Mungu kuabudu. Pale kwenye story unapiga story, nguo yako ulikuwa nayo jana Ijumaa, unapiga story siku na kunguta hivi. Unavaa unaenda mbele za Mungu. Ngoja nisinene maneno yangu tu. Kutoka sura 28 mstari wa 2. 28 mstari wa 2. Anasema, nawe utamfanyia Haruni ndugu yako mavazi matakatifu. Mavazi matakatifu. Kwa utukufu na kwa uzuri. Kwa utukufu na kwa uzuri. Nawe hiyo 2 umemaliza? Ndio. Nenda 40. Hapo 28:40. Anasema katika 40. Kisha utafanya kanzu. Utafanya kanzu kwa ajili ya wana wa Haruni. Kwa ajili ya wana wa Haruni. Nawe mfanyie mshipi. Mfanyie mshipi. Wafanyie na kofia. Kwa utukufu na uzuri. Kwa utukufu na nini? Na uzuri. Ili waweze kuja mbele zangu. 35:19 kutoka hiyo. 35:19. 35:19. Anasema na mavazi yenye kufumwa kwa uzuri. Kwa ajili ya kutumika ndani ya mahali patakatifu. Kwa ajili ya kutumika ndani ya mahala patakatifu. Hayo mavazi matakatifu. Hayo mavazi matakatifu ya Haruni kuhani. Na mavazi ya wanawe. Ili kutumika katika kazi ya ukuhani. 20 inatosha. Mavazi mazuri ya utakatifu. Kuna kibwenzo kimoja kinapenda kutembea kwenye mitandao kijamii kwamba sio kila anayevaa suti ana hela. Wengine ni nani? Ni Wasabato. Katika hili Wasabato wamefaulu. Wasabato hawaendi mbele za Mungu vyovyote tu. Hebu umevaa tu. Na hata mliojiunga na imani hii, hatuendi mbele za Mungu tumevaa tu ili mradi. Lakini kama baadhi wa Sabato sio wote. Basi. Hata mwalimu wetu naona anajitahidi sana kupiga tai, kuvaa safi. Paka mimi na mwalimu mimi nitanunua tai. Yaani ninapokuja mbele za Mungu niwe smart kama afisa fulani ambao hata ukikamatwa njiani polisi hawezi kupiga rungu. Huyu mtumishi wa Bwana mwacha fani. Lakini ukakaa yaani polisi wakikamata wanakutia tu kwenye nani huko kwenye tope. Yaani unavaa kwenda mbele za Mungu, unavaa nguo za kukaba. Yaani watu ambazo watu wanatumia kukaba watu, wewe ndio unavaa uende mbele za nani? Kama kweli kipato chako ni kidogo, ni sawa. Lakini katika kipato chako kidogo, vaa the best you can. Yaani kila ambacho ni kizuri. Wanawake, hatuendi mbele za Mungu vyovyote. Timotheo wa kwanza 2:9. Timotheo wa kwanza 2:9.
Timotheo kwanza 2:9 anasema vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri, mavazi ya kujisitiri, pamoja na adabu nzuri, na moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele, wala kwa dhahabu na lulu, wala kwa nguo za thamani, bali kwa matendo mema, kama iwapasavyo wanawake wanaokiri uchaji wa Mungu. Wa Mungu. Hauwezi kwenda mbele za Mungu na mavazi ya show off. Yaani umevaa ili ushtue watu, show off. Umevaa mavazi yanameremeta kama nini, yani ukiingia hapa kuabudu, watu wote wanageuka wakuangalie wewe dada. Haiwezekani. Lakini unavaa mavazi ambayo sio ya kujisitiri. Sasa mbona mimi mamangu alisemaga yeye mavazi hili sawa. Hapa hatuji kwa ajili ya mama yako. Hatuji hapa kwa ajili ya nani? Ya mama yako. Hapa tutakuja mbele ya Yahweh. Hata kama uko nje bado injili haijakuingia vizuri, unapenda kuvaa mavazi yako huko, wewe vaa. Mpaka injili kikaa sawa kichwani. Lakini unapokuja mbele ya Muumba wa mbingu na nchi, jisitiri. Mimi nashangaa kwamba wanawake huwa wana uwezo wa kuheshimu maiti kuliko kumheshimu Mungu. Yaani kwenye msiba unakuta wamevaa very decent. Wamejifunika, mtu amefunika madede yake yote. Sasa yote mpe Andrew. Tena mtumishi kwenye msiba sasa hivi nataka nichangie. Siku hizi kwa watu wana program wameanzisha. Ukiwa na msiba, wanasema twende tukashone sare za msiba. Wanalipia kabisa hela nyingi kwa ajili ya kwenda msibani. Juzi rafiki yangu ananiambia naenda kushona suti, namuuliza suti ya nini? Ananiambia nataka niende msibani. Nilishangaa sana hizo. Na inashonwa haraka iwezekanavyo. Sasa kama mtu ana uwezo wa kumheshimu maiti ambaye hajui neno lolote wala hawezi kukusaidia neno lolote, lakini mbele ya Muumba wa mbingu na nchi anakuja na mavazi yake anayofanya nini? Tunazungumzia ibada, mwabudu Mungu katika uzuri na utakatifu. Na uzuri nilioanza nao namba moja ni uzuri wa mavazi. Isaya 6:2. Isaya 6:2 anasema juu yake wamesimama maserafi. Kila mmoja alikuwa na mabawa 6. Kwa mawili walifunika uso wake. Mawili walifanyaje? Walifunika uso wake. Na kwa mawili walifunika miguu yake. Hata miguu. Na kwa mawili waliruka. Maserafi hao wanaoabudu mbele za Mungu, kwa maneno mawili wanafunika nyuso zao na mawili wanafunika mpaka miguu. Yaani usifikiri wanasema mtakatifu. Hiyo haiwezekani hiyo. Yaani wanasema mtakatifu kwa kicho na adabu. Kutoka sura ya 20 mstari wa 26. Hata wanaume, haiwahusu wanawake tu. Hata wanaume. Tena anasema tena hutapanda kwenda madhabahuni kwangu kwa daraja uchi wako usidhihirike juu yake. Naona hili daraja hili kuhani aliambiwa hivi kwenye kule patakatifu kule, aliambiwa hapata kuwepo na daraja, uchi wako usio pale ukaonekana. Yaani akifanya hivi uchi uonekane mbele za nani? Mwanaume huyo, sio mwanamke. Tuko pamoja? Utapanda tena, wakaambiwa wavae suruali kwa ndani, yani kanzu, suruali ndani. Suruali sio Biblia imetumia suruali, lakini ilikuwa ni pants, chupi kwa ndani. Uchi usifanye nini? Mwabuduni Mungu katika uzuri na utakatifu. Tunapotafuta kufanya matengenezo ya ibada, wapendwa, kama tulivyojiita wana matengenezo, lazima tumwabudu Mungu katika roho na kweli. Na nimeanza kuchambua kweli za ibada. Moja ni kumwabudu Mungu katika uzuri na utakatifu.
Na uzuri wa kwanza ni uzuri wa mavazi. Vaa mavazi safi. Nenda kanunue mashati yako hata mawili au matatu, yaweke ndani mazuri, ambayo unaambiwa bwana Deo, siku ukiitwa interview unapiga hayo, sawa? Yachukue hayo, yanyoshe vizuri, tena siku ya Jumapili yapange vizuri, piga pasi, piga brush kiatu chako, chana nywele vizuri asubuhi, njoo kwenye nini? Kwenye ibada. Kama una uwezo unapenda tai, piga hata tai, japokuwa Biblia haijataja uvae tai, haijaandikwa. Sawa sawa? Vaa, yani point kubwa, vaa kwa heshima mbele za nani? Za Bwana. Uzuri na utakatifu namba 2 ni uzuri wa nyimbo. Uzuri wa nyimbo. Katika ibada kuna nyimbo, lakini nyimbo lazima ziimbwe kwa uzuri na utakatifu. Nyakati wa pili sura ya 20 mstari wa 21. Nyakati wa pili sura ya 20 mstari wa 21. Anasema, naye alipokwisha kufanya shauri na watu, akawaweka wale watakaomwimbia Bwana na kumsifu katika uzuri wa utakatifu, wa utakatifu, wakitoka mbele ya jeshi, na kusema shukuruni Bwana, kwa maana fadhili zake ni za milele. Kwa hiyo watu waliopewa kufanya nyimbo waliambiwa waimbe kwa uzuri na utakatifu. Na hapa watu ambao au makanisa au madhehebu ambayo yamegundua hili, wameinvest kweli kweli katika kumwimbia Mungu. Hawaimbi tu ili mradi. Hata sisi hapa tujifunze kuimba. Na tena tuwekeze tu akili. Tumlipe mpaka hata mwalimu anayeweza kutufundisha. Lucifer alikuwa anaongoza ibada ya mbinguni. Alikuwa amewekewa, Biblia imesema vinanda vilitengenezwa tayari ndani yake. Alikuwa haimbi hivi hivi. Ellen White anaeleza kwamba malaika mbinguni, kuna malaika ambaye anaongoza. Nyimba ziimbwi tu mradi baba sina msaada. Inapigwa watu, yani nyimbo ikiimbwa, hata kama wewe ulikuwa hauhusiki kwenye uimbaji, ukifika tu unasikia roho yako inaimba hata kama wimbo hujui. Yani ushaikupigwa wimbo, alafu roho, yani unapigwa wimbo fulani, hujui unaimbwaje, lakini unatamani lugha uijui, lakini unajikuta unaimba. Bwana nani anaelewa vizuri mambo ya muziki, ni mtaalamu. Alafu wewe uje ujifunze mambo ya nyimbo. Uweze kuwa ulikuwa kule unafanya mambo ya nyimbo alafu ukashindwa kuimba. Natakiwa uje ujifunze kupiga vinanda na kila kitu hapa, upige vitu. Ni karama yako hiyo, Mungu alishakupa. Yaani tujifunze kuimba, tumwimbie Mungu katika uzuri na nini? Na utakatifu. Tena kwa juhudi. Kama ni kunywa maji ya moto, tunywe maji ya moto, sauti zikae sawa sawa. Kama ni kufanya mazoezi ya kukimbia, tufanye mazoezi ya kukimbia. Kuna mwalimu wangu mmoja wa kwaya huko nilikokuwa, alikuwa mkifika unaimba vibaya, utakimbia, utazunguka kanisa, yani unakimbia zunguka. Ukirudi nakwambia imba haleluya, haleluya, imba zunguka tena. Unakimbia mpaka sauti ikae sawa. Hata upigaji wa vinanda, hatupigi vinanda tu mtu unapiga sebene mbele ya Yehova. Utamu wa Yesu. Wewe utamu wa Yesu vipi wewe mbele za Mungu unainua viuno? Haiendi hivyo. Lazima tumwimbie Mungu katika uzuri na nini? Na utakatifu. Na hili Mungu atusaidie. Kutokea watu wenye karama za uimbaji, tujifunze na tufundishane. Sisi bado tunakuwa. Sawa sawa? Bado tunakuwa, bado tunajifunza, lakini tutie juhudi. Hata kama tunamwimbia Mungu sauti hazijakaa sawa na nini, lakini tutie juhudi. Mungu atatuvumilia katika udhaifu wetu, lakini anatamani tufike viwango vizuri. Utakatifu wa eneo la ibada. Uzuri na utakatifu. Utakatifu wa eneo la nini? Ibada. Zaburi 96:6. Zaburi 96:6. Anasema heshima na adhama ziko mbele zake, nguvu na uzuri zipo katika patakatifu pake. Nguvu na uzuri zipo katika patakatifu pake. Nyakati wa kwanza 22:5. Nyakati wa kwanza 22:5. Anasema Daudi akasema Sulemani mwanangu akali ni mchanga bado na mororo, nayo nyumba atakayojengewa
Bwana haina budi kuwa nzuri mno. Haina budi kuwa nzuri mno, yenye sifa na yenye fahari katika nchi zote. Kwa hiyo mimi nitaiwekea akiba. Basi Daudi akaweka akiba tele kabla hajafanya nini? Hajafa. Kwa ajili tu ya kutengeneza mazingira ya ibada, kwamba mahali tunapofanya ibada pawe mahali pasafi, patakatifu, pazuri, kiasi kwamba hata malaika akihudhuria mahali pale kwenye ibada aone. Hata nyumbani mnapofanya ibada, sio mnaweka ibada pale sebuleni. Najua wengi nyumba zetu ni hizo, na chumba na sebule, wengine chumba kimoja. Muda wa ibada mara chupia mama iko pale, Mungu watukuze, watu vitu vyao vipo kwenye advertisement. Yani malaika aje hapo kuhudhuria ibada yenu, halafu anaangalia kinyesi cha mtoto kiko pale, Mungu atukuzwe. Mungu anatukuzwaje kwenye mazingira machafu? Vyombo viko pale vinasikwa, vijaoshwa, Mungu atukuzwe. Kama vijaoshwa ndio hujaviosha hapo, funika hivyo vyombo, deki pale kwenye eneo lile, fanya pawe pasafi. Una watoto wametoka huko na vumbi, wavute vumbi, wakae pale, waambie muda wa nini? Wa ibada. Mahali hapa tunapofanya ibada pia pawe pasafi. Kule kanisani kule nilikokuwa, kuna ile inaitwa kuweka nyumba ya Mungu wakfu, kwamba ikishawekwa wakfu hata chakula uingizi, yaani vingine vitu vyao, yaani amweze ufanyia vitu vya. Kuna kitu kimoja ambacho Ibilisi anakitumia, anamwambia tunamwabudu Mungu katika roho na nini? Na kweli, kwamba Mungu anaangalia roho. Lakini tunasahau kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Tuchajifunza ni kuwepo kwa Roho Mtakatifu wakati tunafanya nini? Ibada. Na ukweli lazima ubaki pale pale. Eneo letu hili tulifanye lipendeze, liwe zuri kwa ajili ya kumwabudu nani? Mungu. Hata akija mtu kututembelea aone kweli hawa watu wako serious na nini? Na ibada. Daudi alikuwa anaabudu Mungu katika hema, na Mungu aliwaambia tengenezeni hema, wakatengeneza hema. Hema hilo umetembea nalo muda mrefu. Hema hilo umetembea nalo muda mrefu. Lakini Daudi akasema no, naweka akiba taratibu. Paka ikafika akamwachia Sulemani akatengeneza hekalu. Alivyofika Malkia wa Sheba, alivyoangalia hekalu akasema kweli these people they are serious in worship. Niwakaribishe kwa michango na maswali na nyongeza katika kipengele cha moja. Tumepiga mwabudu Mungu katika roho na kweli, lakini sasa tumeanza kuziangalia kweli, uzuri na utakatifu. Nataka nimalizie kipengele cha mwisho hapo kwenye uzuri na utakatifu, lakini ngoja tuishie hapo kwa ajili ya muda, ili na watu wengine waone tulichokijifunza kimekaaje. Nimkaribishe Beo, karibu. Asante. Nilikuwa na mchango kidogo, alafu pia nilikuwa na swali. Karibu. Sababu hapo umesema Mungu ni kweli tu. Lakini sasa ukija kwenye falsafa za kidunia huko, ukweli ni nini? Ukweli ni kwenye falsafa ni swali ambalo mpaka leo halijapata jibu. Wenyewe wanasema kwamba unanswered question. Yaani ukisema ukweli ni nini haujibiki. Manake hakuna mtu anayejua ukweli ni nini. Lakini huku tunajua kwamba ukweli, God is the truth. Lakini tukisoma kwenye kitabu cha Methali 3:5-6, Biblia inasema kwamba mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atanyoosha mapito yako. Sasa sisi binadamu tunasema kwamba Mungu ametupa akili, lakini Biblia inasema kwamba usizitegemee akili zako mwenyewe. Kwa sababu gani? Akili zako ikiwa ndo kipimo cha mwisho cha maamuzi yako, lazima utakosea tu. Lakini ukiwa unamtegemea Mungu,
ukifikiria wewe ukatafakari mwenyewe, mwisho wa siku unamrudishia Mungu kwamba akili zako mwenyewe zisiwe zinafanya maamuzi ya jambo ambalo unataka kulifanya. Lakini sasa kuna changamoto hapa, unajikuta sasa bwana, tumepewa akili sisi na Mungu, watu wanamwambia bwana, tumepewa akili ili tuzitumie. Umeelewa? Kwa hiyo lakini unakuta kuna baadhi ya mambo sasa sisi tunaamua kwa akili zetu wenyewe, wala si kwamba tunamtegemea Mungu, kwa sababu tumesema kwamba sisi tumepewa akili na Mungu. Mungu ametupa sisi akili tuzitumie. Sawa, tuna akili zetu, lazima tumtegemee Mungu, tusizitegemea akili zetu wenyewe. Lakini katika situation gani ambayo mtu utaacha kutumia akili zako mwenyewe, labda katika changamoto fulani, utasema tu bwana, hapa inabidi nitumie akili nitoke kwenye hii situation. Kwa hiyo ni katika mazingira gani ambayo mtu utasema kwamba hapa nisitumie akili zangu mwenyewe, hapa nimtegemee Mungu? Ni katika mazingira gani? Kingine pia nataka kuuliza kwenye utaratibu wa ibada. Hapo umesema kwamba tuje na adabu mbele za Mungu, na kuna utaratibu hata kwenye ibada. Kuna utaratibu wa kwenye nini? Kwenye ibada, jinsi tunavyoimba, jinsi tunavyotoa sadaka. Kama ulivyokuwa umeongea vizuri hapo kwamba umekosana na mtu huko, unatoa sadaka, haiwezekani sadaka yako Mungu hawezi kuipokea. Sasa kwenye jinsi ya hata kuimba, je, sisi kama sisi wa Sabato, mimi sijawahi kuona watu wakishangilia wakipiga hata makofi kanisani, hata siku moja sijawahi kuona. Kwenye makanisa mengine watu wanapiga makofi, mpigieni Mungu makofi, wanapiga makofi, wanamshangilia Mungu. Lakini sisi huku hamna. 14 nasema, naye Daudi alicheza mbele za Mungu za Bwana kwa nguvu zake zote, naye Daudi alikuwa amevaa naivera ya kitani. Tunaona hapa Daudi alicheza mbele za Mungu, na tunaandika Daudi ndo aliandika Zaburi hizi nyingi sana, ameziandika. Kwa hiyo je, kucheza kwa Mungu kama tunaruhusiwa kucheza, basi tunachezaje? Tuseme tucheze kwa adabu. Kwa adabu ni vipi? Yaani kwa adabu ni vipi? Kutingisha mabega tu hivi kufanyaje? Yaani kwa adabu ni namna gani? Tujue hapa tunacheza kwa adabu. Asante. Umemaliza? Ndio. Labda unapopelekea kule na watajibu swali, ila kipengele cha nyimbo ni comment kidogo. Sawa sawa. Hapa tunaangalia ibada, si ndio? Sasa tutaenda kuchambua kipengele kimoja cha nini? Cha ibada. Mfano nyimbo. Tumesema tunatakiwa zimbo katika uzuri na nini? Na utakatifu. Sasa hilo ni somo. Sasa tukae tujiulize, uzuri na utakatifu uliimbwaje? Wenzetu walimbaje? Walifanyaje? Yaani kuja siku moja tukae tujifunze nyimbo. Hili somo la ibada halisi tutaendelea nalo, na hata mtu mwingine Mungu atakijalia tutaendelea kujifunza vipengele vya ibada kwa undani, na hatujifunzi tu kuishia kujifunza, kwamba wakijifunza siku zote wasifikie ujuzi wa nini, ila sisi tunajifunza, na tukijua huu ukweli hatufanyi sawa sawa na ukweli, tunatakiwa tubadilishe. Kama ni viongozi, mkae mfanye maamuzi kwamba hiki tuko tunafanya hivi, sasa tufanye hivi. Kwa hiyo hilo la uimbaji hata hatuwezi kuwa na majibu yote kwa hapo kwa haraka, ila tulishagusia kidogo, tukasema tutalijadili. Nadhani hatujawahi kukaa vizuri kujifunza. Of course kuna namna bora ya uimbaji na kumwimbia Mungu na namna ya upigaji wa vinanda, vyote vipo katika maandiko. Tunatakiwa tuje tujifunze vizuri na tuweke vizuri. Sasa lile swali lako la kwanza kinachounda ukweli, labda kabla tujaenda mbali, kwa sababu kwa sababu hizi ibada tunaendelea nazo kila siku. Tunafanya ibada sasa. Kwa sababu swala kama hilo tuweze kusema tutakuja kujifunza sufani, kwa sababu sasa tujue kama tunakosea utaratibu hapa. Ndio maana tunaitwa wana matengenezo. Yaani tunatengeneza. Tumetengeneza kuhusu Mungu. Tumeweka sawa. Si ndio? Tunaendelea kutengeneza vitu vingine. Kuna siku hapa tulikuwa tunajadili kuhusiana na huduma ya mwanamke, na leo usiku pia tutakuwepo kwenye mkesha. Mwanamke katika ibada iweje? Sawa? Tutakavyojua iko sawa, tunaenda hivyo. Kwa sasa hivi uelewa tulionao, tunaenda na uelewa huo. Kwa kama hiyo kupiga makofi, sijui kucheza, hatuchezi kwa uelewa wa sasa. Lakini hatuwezi kulizika kwenye huo uelewa tulionao ambao tuseme ni kama tumeadopt. Sawa? Sasa inabidi tuuchunguze huo uelewa.
Sasa tuwezi kuja hapo tuseme sasa tupige magofu tufanye, tukianza huo mjadala hatuwezi maliza hapa. Nahitaji mjadala mrefu kidogo. Ndio maana nikasema tuende kwa namna hiyo. Mpe Kevin kule mic naye achangia. Andrew alitaka achangie, naona katoka nje. Nijibu swali hapo. Changia mchango wako kwenye hilo la ndugu yangu kuhusu kucheza. Mimi nina swali lakini nitachangia hapo kidogo. Hili swali lishaulizaga lakini nilimnukuu tu Mwalimu Masawe alisema hata ukifuatilia uchezaji wa Wayahudi walipokuwa wakicheza ni tofauti na ambavyo watu wanavyofikiria kucheza ile kucheza. Wenzetu cheza yao hata hali zikiruka wanairuka kidogo, uende hata kama ni miguu kidogo unanyanyua ni kidogo sana, lakini ni ile cheza kabisa hata mwili hausheki sana. Lakini cheza yetu sisi tunataka teke liruke, ukipiga shetani teke mpaka msamba. Hiyo sasa ndio tunatoa kwenye hali ya utukufu na inakuwa ni burudani ya kujiburudisha mwenyewe. Kwa hiyo cheza ni kwa utukufu wa kumsifu Mungu. Yaani kama unamsifu Mungu, basi utajali hapa kwa wewe unataka staili gani ndio inayopendeza. Unakuta mimi nakumbuka nilikuwa napiga step mzee, nacheza staili ninayofikiria tu kichwani nimeileta hiyo tunaongoza, yani ni watu nimefurahi mimi na inacheza. Kwa hiyo inakuwa ni utukufu kwangu. Kwa hiyo kwenye swala la kucheza hapo, na hata kuna pointi nyingine kwamba inasema kwenye Zaburi, msifuni Mungu kwa matari, msifuni Mungu kwa zeze, msifuni Mungu kwa kinanda na kinubi. Afu mbele inamalizia neno kucheza na kucheza. Sasa kuna koga na hoja pale. Mfano umeenda hospitalini, ukapewa dawa, ukaambiwa shake well before use. Shake well before use. Utaishika ile dawa unaanza kucheza kwanza afu ndo utumie, au utaishika ile uichezeshe kwanza uisheke afu ndo utumie? Hiyo ni uelewa sasa wa mtu. Tutoe ufahamu tu, watu wengi wanavyofahamu. Sasa ndo umepewa mtu, sasa ndo kwa mara kwanza naambia shake well before use. Utaichezesha ndo utumie au utaanza kucheza cheza ndo utumie? Kwa sababu hata vile vinanda vinavyotajwa, ukiona sema vinataja vile vinanda, unakuta mbele neno na kucheza. Kwa nini kucheza yenyewe mwisho baada ya kutaja vinanda? Ndio kuna kuoga na hoja za namna hiyo. Sasa ni hivyo tu, nitaka niwasilishe hilo, na ninajua ni mada ndefu sana. Sasa mimi swali langu liko hapa, kuna kitu nimechanganyikiwa leo. Katoka katika Yohana 4 Yohana 4:23 anasema, lakini saa inakuja nayo sasa ipo, ambao waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Tukaona kipindi kilichopita ukachambua kwamba kwenye roho ni namna gani. Leo tupo kwenye kweli. Sawa, ni kweli. Sasa hii kwenye kweli, yani ishataja roho na kweli. Zingatia pointi kwamba kuna roho na kweli. Ukisoma hii tena 17 anasema uwatakase kwa ile kweli. Sasa ile kweli, neno lako ndio kweli. Kumbe neno ndio kweli. Ukisoma waraka tena wa kwanza wa Yohana 5:7 inasema roho ndiye ashuhudiaye, kwa maana roho ndiye kweli. Sasa hapo nimechanganyikiwa. Tutamwabudu Mungu katika roho na kweli, ni viwili. Alafu kumbe hiyo roho na kweli, ile kweli nayo ni neno, hiyo kweli tena ni roho. Hapo nataka nifafanuliwe. Sasa hiyo roho ni kweli au neno ndo kweli? Hiyo kweli hiyo sasa peke yake ni roho au kweli ni neno? Naomba nisaidiwe hapo. Naona message kama anataka kujibu au hapana. Sikutaka kujibu, ila kwa sababu umeforce, acha nione. Iko hivi, kwa mimi ninavyoelewa, tumeona ulivyosoma mwanzoni andiko ulisema Mungu ni kweli. Unaona? Mungu ni kweli? Ni kweli. Na tunaongelea kwamba neno ni kweli. Kwa hiyo Mungu anatoa neno lake ambalo ni kweli. Ni kweli. Kwa hiyo lile neno si ndio kweli? Si linatoka kwa Mungu. Si ndio? Roho ni roho ya Mungu. Si ndio inasema kweli. Kwa hiyo huwezi kutenganisha kweli na roho wa Mungu. Kwa mimi jinsi mimi ninavyoelewa, huwezi kutenganisha kweli na roho wa Mungu. Au kusema kwa mfano, Biabato anasema hivi, huwezi kutenganisha Biabato na kile alichokisema. Ingawa hapo kuna mjadala, watu wanasema kwamba neno ndiyo roho mwenyewe. Hapana. Yaani neno kwa kutumia ile nini ile Yohana 6:63. Umeona maneno ni roho. Maneno nini? Roho ndio imefanyaje? Itiwao uzima. Mwili hufai kitu. Maneno hayo ni uzima. Maneno ni roho tena ni uzima Kwa hiyo kuna muda mtu anachanganya hapo, anasema Roho Mtakatifu ni neno la Mungu. Yaani hili neno Biblia maandiko haya ati ndio Roho Mtakatifu. Hapo kuna shida. Lakini
Mungu tumeona ni kweli, na roho ya Mungu haiwezi katofautiana na Mungu. Kwa hiyo Mungu atachokisema hakina tofauti. Kwa jinsi mimi nilielewa hapo, labda kama kuna hasa cha kuongezea. Mpe rafiki pale. Na wakati huo tunachangia somo kwa ujumla. Mimi nitachangia baada ya huyo nao. Sawa. Labda mimi ninachotaka kusema, kuna maneno ya Mungu ambayo tunayasoma katika vitabu au yalinena na mitume na manabii walioongozwa na Roho Mtakatifu. Sasa kuna maneno ambayo hayo tunayasoma ambayo ni maneno yaliyotoka katika kinywa cha nani? Cha Mungu, yakaandikwa. Alafu kuna Roho. Huyo Roho kazi yake ni kutusaidia kuyaelewa maneno yale yaliyotoka katika kinywa chake cha huyo Mungu mwenyewe, kututhibitisha kwamba ni nini, ni kweli. Kama walivyokwisha kusema kwamba huko nyuma kwamba Mungu ni kweli. Kwa anachokisema Mungu, kama alivyosema Edeni, hakika mtafanyaje? Mtakufa. Tuko sawa sawa. Kwa hiyo kazi ya Roho Mtakatifu kututia katika kweli ni kudhibitisha kwamba Mungu hajawahi kusema uongo. Kila alichokinena katika kinywa chake huwa kipiti bure. Isaya 55. Kwa hiyo lazima neno la Mungu litimize mapenzi yake. Kwa hiyo kuna neno ambalo Mungu alishalizungumza likaandikwa. Umeelewa? Kazi ya Roho huyo ni kututia katika kile kilichoandikwa, kututhibitishia ni hakika ni nini, ni kweli. Asante. Labda kabla ya message achangia, na mimi ni chip ni hapo kidogo. Hivi mtu mwenye roho wa Mungu anaweza akasema uongo? Mtu mwenye roho wa Mungu anaweza kusema uongo? Wanaosema anaweza kusema uongo, mikono juu. Huyu anasema anaweza kusema. Wanaosema hawezi, na huyu anasema anaweza kusema. Wanaosema haiwezekani kabisa mtu mwenye roho wa Mungu kusema uongo. Aya, hebu ongezea swali. Anaweza kusema uongo. Ngoja aanze yule kwanza. Muda umeisha. 28 hapo. Mimi ndo mwenyekiti. Sawa, kwa ajili ya hiyo ngoja nimalizie ili nimruhusu. Iko hivi. Daudi alikuwa na roho ya Mungu, si ndio? Lakini akawaagiza watu waende kuhesabu kinyume cha Mungu. Akaagiza watumishi wake waende kuhesabu watu kinyume cha nani? Cha Mungu. Na hata mtumishi wake akamshauri usifanye neno hili, lakini yeye akalazimisha afanye nini? Wahesabiwe wale watu. Na walivyohesabiwa, Daudi akamfanya nini? Dhambi mbele za Mungu, mpaka Mungu waliwao watu 14,000 nadhani siku hiyo malaika. Mtu mwenye roho wa Mungu haji kuondolea utashi wako au binafsi wako. Yaani unaweza ukawa na roho wa Mungu lakini ukawa na maamuzi yako yanabaki pale pa. Ndio maana Biblia inasema enendeni kwa roho nanyi hamtazitimiza kamwe tamaa za nini? Za mwili. Yaani wewe ni jukumu lako kuenenda kwa nini? Kwa roho. Roho yupo anakuongoza akutie kwenye kweli yote. Ila sio kwamba roho anakufanya anakuteka hivi, yani kwamba kama yani anakumiliki kwamba wewe haupo. No. Hachukui uhuru wako. Sasa Biblia inaposema wamwabudu Mungu katika roho na kweli, mantiki ni hii. Ibada ili ikamilike lazima pawepo Roho Mtakatifu. Sawa? Kazi ya Roho Mtakatifu ni kukutia kwenye kweli yote. Sasa iko hivi. Kweli ipo. Roho tayari yupo. Lakini ni jukumu lako wewe kuamua kusikiliza roho ufuate nini? Ukweli. Ndio maana ni vitu viwili tofauti na lazima vifuatwe. Yaani unaweza kuwa na roho unataka kufanya ibada na roho wa Mungu yupo, lakini hautaki binafsi kumsikiliza nini? Roho. Kwani Sauli hakuwa na roho wa Mungu? Halo? Wakati anaenda anakataa kumuua Agagi, Sauli hakuwa na roho wa Mungu? Alikuwa naye, lakini akatumia utashi binafsi kutosikiliza kile ambacho roho wa Mungu anafanya nini? Anamwambia. Sasa ibada ili iwe kamili lazima mtu amwabudu Mungu katika roho. Roho wa Mungu awepo wakati anafanya ibada. Alafu kweli akubali binafsi kufuata nini? Kweli. Elmes changia dakika moja. Mimi kwangu 30 ndio zimekamilika. Mwenyekiti, unampa dakika moja huyo Elmes nimalize. Sawa. Bado. Asante sana.
Asante sana. Asante sana na ninashukuru. Sasa kuna mambo mawili ambayo nataka niyaseme. Jambo la kwanza, kimsingi uweze ukatofautisha neno la Mungu na roho ya Mungu, na ingawa watu wengine wametuweka hapo, wametufundisha hivyo kwamba neno la Mungu linaweza likawa tofauti na Mungu mwenyewe, au neno la Mungu linaweza likawa tofauti na roho ya Mungu. Ndio maana ukienda katika misingi ya SDA, msingi namba 1 inasema ni maandiko matakatifu, alafu Mungu anakuwa wa pili. Sasa swali linakuja, kama neno la Mungu ni neno la Mungu, Mungu anakuwaje wa pili alafu neno lake likatangulia? Kwa hiyo hizi ni falsafa ambazo zinatengenezwa ili kusudi kutoa katika ukweli. Lakini neno la Mungu haliwezi likamwacha, yani mimi ninayo yanena haya hayawezi yakawa namba 1 kuliko mimi ninayeanzisha. Sasa huwezi ukatenganisha roho wa Mungu na neno la Mungu, kwa sababu neno la Mungu ndio hilo lina roho wa Mungu ndani yake. Hilo la kwanza. Lakini niende kwenye kuchangia katika sehemu ya somo letu la leo kwa kifupi. Nakumbuka umeanza unatusisitiza kwamba Mungu ni kweli, kumwamini Mungu, kwamba muamini Mungu, Mungu ni mkweli. Na tukaona kweli mafungu uliyoyapitia hapa kwamba Mungu ni nani? Mungu ni kweli. Sasa shida, Mungu hajawahi kuwa muongo, ni kweli. Na yale mafungu yote tuliyoyapitia. Shida inakuja sisi tunaowafundisha huyo Mungu ni kweli, au tunaowafundisha Mungu ni kweli, wanapoona sisi hiyo kweli hatuiishi, tunasababisha hiyo imani yenyewe ikawa na mashaka, au wenyewe wanaitilia mashaka. Mwisho wa siku injili inakuwa ngumu. Mungu ni kweli ndio, lakini je, huo ukweli ambao Mungu ni kweli na sisi tunaohubiri na huo utakatifu unaousema wa mavazi na nini, tunafanana kimatendo? Maana tunaweza tukaishia kuvaa, hata Wasabato wanavaa. Tunaweza tukaishia kusema Mungu ni kweli, ndio ni Mungu ni kweli, lakini je, sisi katika hiyo kweli tukoje tukijipima na huo kweli tunaohubiri? Nikapata jambo katika kitabu cha Yakobo 2 ule mstari wake wa 20, alafu nitasoma na 20, utanisomea na 26 kama utanisomea hapo. Yakobo 2:20, alafu utaruka unisomee na mstari wa 26. Imani katika matendo. Lazima tunapoamini imani iendane na matendo. Hatuwezi tukasema tunaamini lakini matendo yako kinyume na imani. Yakobo 2 ngapi? 20, alafu utaruka useme 26. Lakini wataka kujua wewe mwanadamu usiye kitu kwamba imani pasipo matendo haizai? Ndio. Hapo sasa tunaona kwamba imani bila matendo haizai. Yaani tukisema kwamba tunaamini tu tunaamini, bila kuishi katika kile unachokiamini ni kazi bure. Endelea. 26. Maana kama vile mwili pasipo roho umekufa, vivyo hivyo imani pasipo matendo imekufa. Yakobo anafananisha kwamba mwili bila roho, kumbe imani bila matendo ni sawa na mwili bila roho. Sio kazi ndogo, inakuwa imekufa. Kwa hiyo ili tunapoamini kwamba Mungu ni kweli, basi na sisi hiyo kweli tuiishi, ili kusudi atakayeona amtukuze Mungu, amtukuze Baba yetu aliye mbinguni. Ninachangia hapo. Asante sana. Tupige magoti tuombe. Mtakatifu Baba Mungu Mwenyezi, tunakushukuru kwa sababu umeweza kutufundisha namna ibada yako inavyofanyika, ili sisi tusiwe watu wanaoweza kuabudu bure tu, bali tuweze kufanya ibada yako kama vile mapenzi yako yanavyotaka, kama vile ulivyoelekeza kwamba tuweze kufanya ibada kwa kicho. Bwana, tunakuomba utujalie tuweze kujua namna sahihi ya kufanya ibada ili tuweze kukuabudu wewe. Tunakuomba Roho wako Mtakatifu aweze kutuongoza, aweze kuwaongoza na watu wote watakaosimama wakituhubiria katika madhabahu yako, ili tusiweze kupotea bali tuweze kupata ukweli
na tuweze kujifundisha na kuwa wapya. Tunaomba haya yote ni katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amina. Tuombe tena. Asante Baba wa mbinguni kwa chakula tupacho cha kimwili ambacho tutakwenda kukipata mchana wa leo. Tunaomba Bwana ukitakasi kitutie nguvu na afya ili tuweze kutumikia sawasawa na mapenzi yako. Jina lako litukuzwe kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Muda wa vipindi hivi